Mzee kama huyu unataka do what you want. I've sold everything. Mzee kama huyu unataka anzie life wako vizuri, lakini shamba langu kama ulimuzia yeye, nachukua hatua nyingine, shamba langu nitarekesha. Anza hii hatua asubuhi, hata sio saa hizi. Anza saa 12. Haya, naanza saa hii. Nishaacha. Huyu ni mama hatari. Miaka 15 tukua nitakufia ndani. Mama hatari. Hatari kwa ngwani. Ulie machozi, ulie damu, ufanye nini? Imeshatendeka na imetendeka. Wacha daktari akuje. Utajua. Daktari wa kutibu rapist. Ndio, niite majina yote yale, lakini mbele ya Mungu unajua ni sina ati. Ilikuwa tayari alikuwa ndani. Sawa. Tayari ushapa. Sai. Na huyo si niko huru. Huyu venye aliaka dadi huyu. Sai unaona venye mzaa. Umejua nini? Mara nilikanga. Si uende huko ng'ambo ukaniite na huko. Uliona mzaa atatoka na ametoka. Sio tu waibike na uongope. Ai, niogope nani? Madaktari wako wale wa ushahidi wa uongo wameshindwa, na wewe na wao ndani. Ati ndani ya nani? Mtaona siku mrefu. Ndani ya nani? Ndani ya nani? Wale walikupatia barua feki. Barua feki. Ati feki, wewe ndio fake. Ati nilifanya unajisi. Hiyo unajua wewe na wao ndani, na wenye kununua ile shamba na wao pia ndani mlishirikiana. Kwani uko na mdomo ya kukana saa hiyo? Aliona amekufungisha akapata. Sasa ulifikiria pesa za msichana wangu. Unainua kama mdomo na kila wakati wako na kutumia pesa, wewe unaenda kufanya nini? Naona umefungwa. Ako na power ya kulinda kijana wa chief. Anunua hapa. Acha nikwambie, unaona huyu? Naam. Alikuwa analala na huyo mbaba. Snake nyeusi ndio hii. Snake nyeusi nini? Snake nyeusi nini? Ama niita aje? Snake nyeusi nini? Inakaa hivi. Unaona hii jacket inakaa. Sasa ni tabia gani hii ambayo nafanya mbele ya watoto kama hawa? Alikuwa analala na huyo mbaba. Mtoto mdomo kimebanya. Nini hapana. Achana na watoto wangu. Wewe ni maadili gani ambayo unaonesha watoto? Unapita mzee wa dad. Hapana. Mzee wako we ako huko. Nikwambie kuka. Peleka kwa mdamu. Wewe. Alikuwa anaenda kwa mganga. Unaona ile wardrobe ulinunuanga ile mpya. Alikuwa anaweza kuweka zile mavitu zake. Na vitu gani? Siri zote. Hapana. Paka pale. Pia akikuja. Pia Vero ako na siri zote. Mtu asikupee stress. Haka kama mtu nikanyoka. Na ndio kalifanya ukienda ndani. Akakuja kuniambia umekarep. Mnajua ni wewe si nimwambia. Mbona ukikataa ukaenda ndani? Vero alifile case. Si ni alifile case. Na mbona hakukataa wakati Barua ilitoka kwa daktari? Mbona hakukataa? Mbona mkana? Mwambie sema ni hivyo. Serikali haiwezi chukulia hatua ama kufunga mtu bila evidence. Hapana, evidence gani? Evidence ya makaratasi ya uongo. Na mbona ukukana? Nilikana, lakini tayari nitumia pesa. Unaona ule mbaba, ule kijana ule mbaba. Hata zingine tuziite vizuri. Hata ushalala na yeye kwenda huko mende hii. Wewe. Maadili gani hao watoto wangu watasa? Mtu anaongea na yeye huko. Naam. So nasikia akisema ati kuna kitu nimesikia hapo akisema nikikuja hapa. Amesema aje? Kuna kitu alimjua aje? Si mwenyewe. Atanipeleka mdomo ati nimekataa kumlipia shule. Utoroka nini? Si ulikuwa unampelekea udaku ati sijakupea pesa za kuenda shule. Madhi hata una ile ashamed ya. Huwezi kuona hivyo. Mtoto mang'aa huyu alitoka na wapi? Madhi. Unapozokuwa unajiuliza maswali mingi. Nimesikia ukisema pia story na ati kesi ya rape ukishikwa au umeshikwa. Sawa. Si alikuwa ndani? Anafanya nini hapa? Nimetoka niko huru. So uende kwenye unaenda. Nataka. Nimekuja kwangu. Kwako nyumba ndio yeye nenda kaingie pale. Hapa namaliza pale. Mzee kama huyu unataka do what you want. I've sold everything. Mzee kama huyu unataka anzie life wapi? Ako na msichana anakaa mzungu. Vitu zote zenye ulitudhulumu. Atamnunulia shamba na gari. Alisema atamnunulia gari na shamba. Wacha akanunue gari na shamba. Toshaka na ile kutudhulumu ulitudhulumu. Lakini mapenzi yako na chief usiyalete kwa hivyo maya mzee. Nayo itaisha. Wangu itaisha. Acha nikuambie. Huyo chief. Wacha nimekataa mapenzi yako nusu nusu. Sawa. Wewe endelea na yeye. Anakuja kuuza hapa. Wewe ushaona mtu anauza. Kwao kunauzwa. Hata mwenda uzimu hata una maadili.
Yaani penye mmelelewa unauza aje? Si unapeleka matabia zako na huko mna nini huko? Unaenda unauza. Unaona umebomoa boma lako kwa mikono yako wewe. Mtu ukikataa kitu unakataanga na Sasa niulize. Kaa chini mama. Wacha niulize Mathe. Tuseme hii kesi tungehandle huyu akiwa yuko huku, sababu kuna wenye bado tu ingehandoliwa akiwa majuu. Sawa? Huyu mzee atoke. Akitoka huyu alikuwa ako majuu. Tuseme sasa venye ametoka huyu angekuwa Kenya, si ndio? Alafu sasa akuje huko kwake. Tayari ameachiliwa, koti imempata hana hatia, ameachiliwa, amekuwa free man. Sawa? Amekuja hapa. Akuja apate nyumba yake ndio hiyo inapotolewa na wewe ndio huyu unasema aliuza. Hata hana hii umri yake. Unataka aanzie wapi na hiyo? Miti ndio hii hapa nimemwachia asimamishe nyumba akae ndani. Acha tuuze yeye ndani. Hata tumemuuzia yeye ndani na hapo. Ajue mahali anaenda. Mama shapagawa. Sasa kama alisema atalikwa Lang'ata, hiyo yeye ashamalizana na yeye. Tulimalizana. Unajua unaweza mfungisha huyu. Tumemalizana. Hiyo siko hapo. Hauna ile ashanti. Shameful. Mzuri, karibu daktari. Karibu. Habari yako? Nzuri sana daktari. Karibu. Alafu unamulika macho kubwa hata una haya. Sasa huyu anaitwa Agnes. Sawa? Ni sawa? Ni sawa. Mara zake zimeanza kudipa. Huyu anaitwa Daktari Agnes ama Nabii Agnes. Sawa? Kutoka kwa mzee wako yeye ndiye amefanya ifike pale imefika. Sawa? Ndio maana unamuona hapa. Na vitu zenye umekuwa ukifanya saa hii tutazijua. So daktari, ndio. Huyu Mathe kuna venye ako na kiburi. Acha nikuwekea hii. Najaribu kumuuliza, tunajaribu hapa kuuliza story na ni kweli huyu alirep huyu mtoto. Ndio. Bado tu anasema alirep. Of which mtoto tayari ashakiri na ulikuwa umesema hakuna kitu kama hivi hapa. Ndio. So Mama Susan. Sijui nikuite hivyo ama muite na Vero. Haya, wacha tu tumuite, wacha tumuite bibi ya Chief. Sawa? Yes. Wacha tutumie hiyo. Hiyo inafaa. Sasa bibi ya Chief. Saa hii unaona huyu ako hapa? Inafaa. Huyu ni moto wa kuotea mbali, sawa? So saa hii unataka utuambie. Ati moto. Huyu usipomheshimu unakufa saa hii. Je. Ati moto. Tunataka utuambie. Kwana na wakanga. Tunataka utuambie. Na rudi kwa hiyo swali tu. Huyu alirep huyu. Mwisho. Alimrep. Daktari. Ndio. Hebu tupe scenario hii sababu unajua anafikiria vitu zenye alifanya hazijulikani. Asante. Naomba kujua jina lako. Mimi naitwa Mama Vero. Hiyo sio jina. Hiyo umenini? Jina yako. Ameuliza jina yako. Asante, haina shaka. Asante kwanza kwa Mungu kwa kutufikisha hapa na neema yake ya kutufikisha mahali hapa na wakati kama huu. Kwa yote nashukuru Mungu. Asante pia Baba Susan kwa kufika hapa na kunikaribisha huku kwako ambapo kulikuwa kwako ukiwa na msichana wako pia kijana yangu na mjukuu wako hapa. Nashukuru sana kwa kupatana na aliyekuwa bibi yako. Nashukuru sana sababu pia mimi nilitamani sana kumpata na uwezo wa Mungu na neema ya Mungu imemfanya nifike mahali hapa nikaweza kupatana nayo. Hivyo mama, kama ulivyosikia mimi naitwa Agnes, mimi ni mtumishi wa Mungu na nashukuru Mungu kwa uwepo wake na kunifikisha mahali hapa. Jambo la muhimu ambalo ningekuangiza tafadhali, naomba tu ukweli kutoka mwanzo hadi mwisho. Unaweza kuwa umeongea mengi hapo nyuma ambayo unatajaribu kujificha kwa njia moja au jingine, lakini tafadhali naomba ujiongee ukweli toka mwanzo hadi mwisho, ndiposa tuweze kujua jinsi tutavyoendeleza ama jinsi haya mambo yatavyokuwa.
Nilipata taarifa ama nimekuwa msaidizi wa bwanako Joseph. Tukaja tukamtoa jela kwa kosa ambalo halikusudiwa ya kumbaka mjukuu wake. Hiyo ni kweli au si kweli? Kweli. Naomba unipe idhinisho ya kwamba hiyo ni kweli. Tulienda kotini. Kwenda kotini sio ishara. Kapimwa. Kwenda kotini sio ishara. Nikaenda na barua. Kupatikana mzee alirape mtoto. Naomba unipe idhibitisho ya kwamba huyu mzee alimbaka huyu mtoto. Sio haswa kwenda kotini peke yake. Ni kiini gani ambacho unaweza nipea leo hii uniambie hakika Agnes ili lilitendeka na nina evidence ya hii na hii. Naomba uniambie. Nina evidence ya kupokea barua kutoka kwa daktari. Mtoto alikuwa raped. Ndio. Alikuwa raped. Ndio. Na babu yake. Ndio sababu nilienda kwa chief. Ndio. Chief akaona hizo barua, kaonekana tuende mpaka kwa station yoyote ya polisi. Kabla hufike kwa kwenda kwa medical ama kwa huyu chief wako, acha nimuite hivyo. Aswa ni nini huyu mtoto kwa ule umri? Alikuja akakwambia hili limefanyika ama mwenyewe ulijitoa na ukasema limefanyika? Aliniambia mwenyewe, alikuwa amelala chini na babu yake bila huyu analalanga chini, babu yake kwa kitanda. So mimi niliwaacha, mimi nikatoka. Mtoto yu hapa. Veronica, yanayosemwa ni kweli ama ni maneno? Ni maneno uongo. Asanti. Unakiri na hiyo? Muongo. Ni sawa, najua utatumia mbinu zote, lakini ukweli huu hapa. Hiyo isikupe shaka. Naomba kuelewa ya kwamba mtoto anayeongea ni kweli au si kweli? Ni uongo. Ni uongo bado? Asante kwa hiyo. Ningependa kujua ulipoenda kule kwa daktari wale, hiyo ni jambo ambalo mlikuwa mmelipanga la kwamba huyu mtoto akienda kule hakuna jambo lolote, hakuna sampling lolote lililofanywa pale, ila ni wewe ulikuwa na hiyo agenda haswa? Hakika ulichokuwa unakitaka ulipata. Ni kweli au si kweli? Tulipanga vipi? Ni utajua kwa muda usio mrefu, lakini agenda yako ya kumiliki mali yake ilikuwa ni kuuza shamba. Ndio ambalo alifanya na niwapatie nafasi. Ndio. Na chifu wake. Ndio. Si ushapata nafasi, ushaolewa. Kwa kunisingizia makosa ambayo unajua vizuri si kufanya. Msichana mwenyewe saizi wakati ule kwa mdogo. Ndio. Saizi ni mtu mzima. Saizi anasema yale ulisema ilikuwa ni uongo. Sasa we mwenyewe utakiriaje kuwa yale anayekiri ni uongo? Daktari alimpima. Ndio. Wewe ndio ulitumia pesa kwenda kuforge nini za uongo? Si kuforge. Sasa hivi tuite huyu daktari hapa, hatasema atakuwa na lipi la kusema? Sijui kwa sababu yeye ndiye alitoa matokeo. Kama nilikuwa nakuuliza maswali, kuna kitu moja hapa nataka tuelewane. Sawa? Huyu si mimi. Sawa? Na ukimwona hapa, usimwone hivyo anze kufikiria ni kazi wote tuko kwa level yake. Kitu yenye anakuuliza kitu anajua. Na ukiinsist ukianza kuongea ukweli, uongo bado anaweza kufanya uongee ukweli. Sawa? Kijana yangu usiwe na shaka na hilo. Wacha kwanza ajinene, sababu watu ufikiria ya kwamba anaongelesha huyu mtoto wake ama anaongelesha huyu mjukuu wake, ila kwa muda usio mrefu ukweli utajidhihirisha. Wacha ajinene, sababu hiyo ndio imekuwa historia yake ya kusema hili lilitendeka na hili lilitendeka. Sina shaka na hilo, na mimi sifanyi mambo na haraka, sababu ukweli utajidhihirisha. Na ukaenda kwa madaktari wakasema ilifanyika hivi, mkaenda kotini, kesi ikaekwa. Joseph bwanako akafungwa pale, na hiyo ikawa furaha yako? Kwa sababu nilikuwa na machungu ndani ya moyo wangu. Mbona anarepu mtoto na huyu mtoto ni mjukuu wake? Hiyo ndio uchungu ambao nilikuwa nayo. Bado tu unadanganya. Ni sawa, sina shida na hilo. Hivyo basi, kwa haya yote umejuaje jinsi alivyotoka? Ama umeichukuliaje kumuona aliye bwanako?
na umejua ametoka na njia gani, aswa wakati unakiri ya kwamba hili lilifanyika na uko na that full confidence ya kwamba lilifanyika hivi na hivi. Mbona sasa hivi yu hapa, ingawa wewe mwenyewe unajua ya kwamba ulisisitiza afungwe kifungo na hiyo ikawa, mbona sasa yu hapa na yuko huru? Umefuatilia hiyo ukaweza kujua? Sijafuatilia lolote. Na mbona hujalifuatilia? Sijafuatilia lolote. Au hujafuatilia lolote, na ni asante. Basi jiulize maswali, kwa nini yuko hapa? Yeye mwenyewe ujua, mimi sijui. Unapaswa kutueleza sababu ni gani? Unapaswa kutueleza sababu ni kuwa wewe mwenyewe unajua kwamba alifungwa kifungo. Baba Susan, ulikuwa umefungwa kifungo. Ni kweli. Sasa hivi uhuru. Bibi yako anajua, hajaelewa haswa ni nini kilichofanyika. Hajaelewa idhibati ilitoka wapi na ukweli ukajulikana. Lakini sasa hivi yu hapa. Wewe mwenyewe unajifikiria ama unaona ni nini haswa kinaweza kuwa kimefanyika huyu bwana akawa hapa? Nafikiria ni msichana amemtoa. Ni msichana amemtoa. Lakini kwa hiyo kesi ya rape ulikuwa umesema mtu atokangi, sio? Na hata wewe ulikuwa mmemfunga maisha. Huyo alikuwa atoki. Na mbona ametoka? Sasa niko nje, niko huru. Nashangaa mbona ametoka. Na sijaiona. Utashangaa. Haujaona. Kujiuliza maswali mingi. Asante. Zaidi ya hapo, mzee akaenda akafungwa jela. Ukatawala na ukachukua kila kitu ya hii boma ikawa ni yako. Ukamdhalilisha mwanao ambaye ni mtoto ambaye ungemweka mikononi mwako uende ukamsaidia kwa njia moja au nyingine, ila ukatumia hiyo huo uwezo ama hiyo opportunity kumpora, wacha nisitumie hiyo jina, kumpora mwanao. Kumdhulumu kabisa. Na kumdhalilisha. Na wewe huko huru. Chief ako wapi? Yeye yuko kazini. Yuko kazini. Mmefikishana wapi kuhusiana